au hackers kama ambavyo Mwingereza anawaita, kwa kugundua kifaa kiitwacho OMG Elite Cable ambacho kinafanana kila kitu na chaja ya kawaida ya simu za mkononi, iwe ni Android au iPhone, iwe ni Type C au chaja za kawaida, kwa ajili ya kudukulia taarifa za watu kupitia kifaa hicho. Tuko pamoja? Naam. Ambapo wanachokifanya wadukuzi ni kuitupa kebo hiyo mahala panapolengwa hasa, au wanapolenga kudukua. Yani kuna sehemu labda kwa mfano unapita eneo kama Ubungo hivi, unakuta kuna chaja imeanguka hapo, ni kama mtu ameiangusha, lakini kuna malengo ya hao wadukuzi wenyewe, iwe ni ofisini kwako, nyumbani au sehemu yoyote. Kisha wanakaa mitaa ya mbali kidogo, huku wakitazama, wakisubiri kama mtu akiokota, akihisi ni chaja, kwa kujaribu kuchaji simu. Na hapo sasa atakuwa na uwezo wa kufanya chochote anachokitaka, ikiwemo kuhamisha fedha, kujitumia picha na taarifa zako zote zile muhimu. Kwa vile hili limeonekana pia huko kwenye mitandao ya kijamii, na imeonekana hii chaja, kama mtu anayefuatilia sana mitandao, mimi nimekushaiona, ni chaja kama chaja nyingine, lakini ina namna fulani, kichwa chake kinakuwa kina sehemu kama kina rangi nyekundu hivi. Yaani ukiiona wala huwezi kuwa na wasiwasi, unaweza ukahisi mtu kafanyaje, kaangusha chaja yake. Na yenyewe hii haichagui kama ambavyo unaambiwa, inaweza kwa Android, inaweza kwa iPhone, kwa maana ya Type C, chaji ya kawaida, inachaji kwa namna yoyote ile. Basi na sisi kutaka kufuatilia mengi na kutaka utaalam zaidi kuhusiana na hiki, tukasema muhimu tukawauliza wataalam kujua zaidi kuhusiana na kifaa hichi na kwa nini wadukuzi wanakitumia, kinawezaje kufanya kazi, unawezaje kujitahadharisha nacho. Tumemwalika kwenye line ya simu mtaalamu wa masuala ya teknolojia. Huyu si mwingine ni Yusuf Kileo. Tunaye kwenye line ya simu. Kileo, sina shaka unatusikia. Karibu kwenye matangazo yetu ya moja kwa moja. Habari yako? Nzuri. Unasikika moja kwa moja Kileo, karibu. Hongereni sana kwa kazi kwanza. Asante, hongera na wewe, heri ya mwaka mpya. Nashukuru sana, asante. Na nafurahi kwamba mnaendelea kutoa elimu kwa umma. Naam. Kuhusiana na masuala haya ya msingi sana. Kwa sababu hii ni changamoto ambayo kwa kweli hata mimi binafsi of late nimeitolea ufafanuzi na nimeielezea ili watu waweze kuchukua tahadhari. Sawa. Na umezungumzia swala moja na hilo la OMG cables. Ndiyo. Lakini tuna kitu tunaita juice jacking ambayo vile vile chenyewe kinaweza kutumika, ama ni njia nyingine, na kuna njia nyingine wanatumia bypass, wanatumia njia ile ambayo unaweza ukaruka ile simu yako, kwa sababu simu zetu sasa hivi kama watakuwa wanafahamu ni kwamba kuna mambo mawili ambayo yanatokea. Simu yako inaweza ikapotisha data kama ndani taarifa. Ndio maana ukichomeka USB cable kwenye laptop yako unaweza vile vile ukawa unahamisha taarifa kutoka kwenye simu kupeleka kwenye nani. Lakini vile vile inaweza kupitisha power, yani ikachaji simu yako ikaweza kupata nguvu. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto ambayo iko kwenye hizi cables kama USB cables. Sasa wahalifu wametumia namna hiyo ya uwezo wa hizi USB cables kuingiza kitu tunaita microchip. Unaweza ukakutana na USB cable hiyo lakini wakaweka microchip, ambayo hiyo microchip inakuwa sasa ina mbali ya kuongezea uwezo wa kuweza kuchukua data, lakini vile vile ina uwezo vile vile ya kufanya ikawa kitu kama Bluetooth, kwamba mtu akiwa sehemu nyingine akaweza kuaccess kifaa chako na kufanya vitu vingine kwenye kifaa chako. Kwa hiyo hapo sasa tunapata vitu kama juice jacking, ndio hiyo anayozungumzia. Lakini kuna hiyo OMG ambayo naona umeelezea vizuri sana, na sometimes wanatumia juice jacking ambayo ni kuruka ile kifaa chako cha kielektroniki, na sio simu tu. Kwa Tanzania wajue, inawezekana ikawa ni laptop, inawezekana ikawa ni tablet na vitu vingine. Kwa hiyo hilo ndio kitu ambacho tunaweza kukizungumza kwa sasa. Lakini
Jambo ambalo tunataka tuwaambie wananchi ni kwamba lazima tuongeze umakini, kwa sababu wahalifu mtandao late wameendelea kuja na mbinu tofauti tofauti ambazo zinaogopesha, na hili ni moja mliibua ambalo ni nzuri, lakini kuna mingi mingine ambayo anaibuka. Kwa hiyo tunatakiwa tuongeze umakini kuhakikisha kwamba tunaendelea kubaki salama tunapotumia vifaa vyetu vya elektroniki, tunaendelea kubaki salama, tusidukuliwe na wahalifu mtandao. Naam, kwenye simu zetu tunaweza tukaweka kizuizi kiasi ambacho labda naweza uwaya ama ikebo nikachomeka kwenye laptop ama kompyuta na nikachomeka kwenye simu yangu na bado taarifa zangu zisidukuliwe. Ndio tunaita USB data blocker, wanaweza kufanya hivyo. Jina la kihuni ni kidogo sijui kutaja kwenye chombo cha habari ni ngumu, lakini kwa nyingine tunasema USB data blocker. Kwa hiyo unaweza ukaifanya hivyo, ukaweza ukablock hicho kifaa chako kisiweze, na hiyo inasaidia unapokuwa tu na upo kwenye physical. Lakini kama kitu ambacho tunaweza, hiyo ni moja ya vitu ambavyo tunashauri watu wajilinde navyo. Lakini kitu kingine ni kwamba huwa tunashauri kwamba mtu awe anatumia chaja yake mwenyewe, kwa sababu kuna moja ya njia wanaotumia ni kwamba wanakuwa wanaangusha hizi chaja hizo USB cables, wanaziangusha, wewe unaokota, ukishaokota unaenda unatumia. Kwa hiyo tunaambia watu usipende kuokota cables, sio cable tu, USB hizi zile nini, zile zina flash disk, zile flash disk, hard disk. Unapookota wewe usihangaiki kwenda kuanza kuchomeka na kuangalia nini kiko ndani. Wewe kama ni mfanyakazi umekuta ofisini kwako huko zimeangushwa, chukua, peleka kwenye kitengo maalum kinachoshughulikia na masuala ya cyber security ama ICT. Kama hamna cyber security, ICT, unawaeleza kuna kitu hiki kimeokota sehemu fulani, wao wanajua cha kufanya, kuliko wewe kuchukua kuanza kuwa curious kujua nini kilichoko ndani, ama kuanza kuchomeka ili uchaji simu. Unaona, okay, nishajipotea chaji, afadhali nichaji simu yangu. Hapo ndo matatizo yanaanza. Na usimuombe mtu usiyemfahamu chaja, hasa yule au mwingine anakuona una shida ya chaja, anataka kukuofa chaja na humfahamu. Usikubali kirahisi. Kwa hiyo tunashauri mambo makubwa kama 3-4. La kwanza ni kwamba kwanza hakikisha kwamba unatumia chaja yako binafsi. Ama unatembea, kuna vitu vinaitwa power banks vile. Hebu tumia ya kwako mwenyewe. Tafuta ile, nunua inayofaa, basi tembea nayo. Lakini nyingine kama hiyo leo elezea vizuri sana, unaweza kutumia hiyo USB data blocker, wengine wanaita USB condom. Ni kitu ambacho kinakusaidia kuzuia kama kuna enemy malicious ama kuna kitu chochote ambacho ni hatarishi kinataka kupitishwa, yenyewe itasaidia kukuzuia. Lakini kitu kingine, jitahidi siku zote uchomeke hii chaja. Tunapochaji simu, chomeka kwenye kitu sahihi. Yaani usije, unajua kuna ile tabia wanachukua, mwingine anasema ngoja nichajie na laptop yako. Umeelewa? Ngoja nichajie kwenye kitu kingine. Nafikiri naeleweka hapa. Ndio kabisa. Yaani wewe nenda kachajie kwenye umeme, kwenye outlet ile ya umeme. Usiseme kwamba kwa vile mimi chaji yangu imeisha bwana, wewe unatumia laptop yako, ngoja tuchaji hapo kwenye laptop yako. Unapochaji pale, kumbuka ile USB inasafirisha data, inasafirisha na inakupa na wewe power. Kwa hiyo inawezekana kuna vitu vya muhimu vipo kwenye simu yako, yule unayechaji kwenye laptop yake akaweza kuviaccess na mambo mengine akaanza kutokea hapo. Lakini lingine tunalolishauri, unapokuwa una charge simu, let's say uko kwenye maeneo ya umma, uko wapi, unapokuwa una charge, hakikisha umelock hiyo simu yako. Kuna changamoto ya watu ambao hawalock simu zao, ambapo unapochomeka ile charge sasa na data zinaanza kujipeleka moja kwa moja kwenye kwenye kitu kingine, ama mtu mwingine anaweza kuanza kuaccess from there, kama umeweka zile microchip kama nilivyoelezea mwanzoni kwenye hiyo wanaita nini hiyo ya kuchajia. Umeweka chaji alafu unaendelea kuperuse kwenye mitandao. Wewe lock simu yako,
kwa sababu unapofanya vile umeifungua na ukute labda ile charger imewekwa hiyo microchip, maanake anakuwa na uwezo mzuri zaidi ku access simu yako na kupita na kuingia ndani, na kama anataka kuinstall kitu kingine, anataka kufanya kitu kingine. Kwa hiyo Kileo, yes. Pamoja na tahadhari zote hizo unazozitoa bado, lakini kuna kitu ambacho pengine ni elimu ambayo msikilizaji wetu atapaswa kuifahamu, kwamba huo waya labda mimi nimeuokota kwa sisi ambao hatupendi sana kufuatilia kwa uwaya wa nini. Mtu anataka nimeshapata sasa kitu rahisi, nimeweka kwenye laptop ya kwangu mimi, waya ndio huo nimeuokota. Taarifa zangu zinasafiri vipi kwenda kwake? Very good. Swali zuri sana. Kinachotokea ni kwamba kama nilivyokueleza, kama ndani ya hiyo charger imewekwa microchip, sio wewe unasema laptop, achana na laptop, umechomeka kwenye umeme, ile outlet sahihi umechomeka kwenye umeme kabisa, hakuna laptop hapo. Kile microchip kile kinakuwa kinafanya kazi kama inavyofanya wifi. Unajua teknolojia ya wifi na bluetooth, yani wewe unaona uko hatua 100, lakini unaweza kupata internet kwa sababu umejiunga kwenye wifi, si ndio? Ama wewe uko urefu fulani, lakini unaweza kumtumia mtu bila hata kuwa na waya kati yenu, kama bluetooth. Unajua bluetooth tunakutumia kupitia bluetooth, nafikiri unajua hiyo teknolojia. Kwa hiyo ile inafanya kwa staili hiyo. Kwa hiyo unakuta yule mhalifu kama aliidondosha lete hapo ofisini kwenu, atakuwa maeneo ambayo si mbali na hapo, anaketi na laptop yake, ana access ile microchip ambayo wao wameconnect kwako. Akisha access ile microchip iliyoko ndani ya hiyo nani ambayo wewe umeconnectia hata kwenye outlet ya umeme kabisa, moja kwa moja kule umeme unapotoka. Yeye sasa anaingia kwa njia kama bluetooth, kama ilivyo hiyo teknolojia bluetooth na wifi, anaanza kuaccess your data, taarifa zako. Lakini mbaya zaidi, anaweza kuinstall vitu huko, anaweza kukuongezea kitu, anaweza kupunguzia kitu, anaweza kuperuzi akajua nini kinaendelea kwenye simu yako. Kwa hiyo hiyo ndio njia ambayo inatumika. Kwa hiyo sio lazima iwe ni laptop ya mtu umechomeka kwake, kwa sababu hiyo ni njia nyingine ambayo nimetoa tu kama tahadhari nyingine, kwamba inawezekana watu wana tabia hiyo, tuache. Lakini kwenye kutumia hiyo microchip ambayo ni 2025 mwaka jana imeanza kuwa kubwa zaidi, hiyo ndio njia nyingine ambayo inaweza wakatumia kuweza kuaccess vitu vyako na kufanya mambo kwenye simu yako. Sawa, tunakushukuru sana Kileo. Bila shaka tutakutafuta wakati mwingine ili utoe tahadhari nyingine katika matumizi haya ya simu, ili mtu asije akadukuliwa kwenye njia nyingine, kama ulivyoainisha mapema tu kwamba zipo njia nyingi ambazo mtu anaweza akadukuliwa. Hakuna shida. Mimi niwapongeze sana UTV, UFM. Ni elimu nzuri sana, na nafikiri mambo ni mengi wananchi wanataka kufahamu, na Mungu akipenda nafikiri na sisi tunaweza tukaanza sasa tena kampeni za kukumbusha watu mambo haya ya mbalimbali ambayo yapo, kwa sababu changamoto ambayo ipo ni watu wengi yanawakuta mambo tofauti, ama wanakuwa victims, yani wahanga wa mambo tofauti, kwa sababu tuna changamoto ya watu kuwa na uelewa. Kwa hiyo mnachokifanya ni kizuri sana, niwapongezeni sana. Tunakushukuru sana. Asante sana. Naam, ni Yusuf Kileo huyo, mtaalamu wa masuala ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Umeelewa vizuri hapo. Neema, ukikuta shilingi